Katika mikoa yetu, wilaya zetu, wadi zetu, shehia zetu, watakuwepo huko maafisa wetu kutoa msaada wa sheria. Tafadhali wananchi, nendeni, kuna matatizo mengi mnayo. Nasema mkuu wa mkoa, matatizo ya ardhi, lakini hata wafanyakazi wanaofanya kazi katika mahoteli na maeneo mengine anahitajia kupatiwa msaada wa sheria. Pengine kuna haki zao nyingi wanazikosa, wanafanyishwa kazi kinyume na utaratibu. Sasa hii ni fursa maalum, tutumieni siku 9 hizi kuhakikisha kwa masuala haya tunamaliza kabisa au kuyapunguza kwa asilimia kubwa. Kama alivyosema mkuu wa mkoa, ni kweli, ukwenda kwenye wizara zetu, kwenye ofisi zetu, wizara ya ardhi, na kuja kwenye wilaya na mikoa, watu wengi wako nje ya ofisi wanasubiri, na utagundua kwamba matatizo mengi ni ya ardhi. Kwa nini tuendelee kuwa na migogoro ya ardhi? Kwa sababu watu wanavunja sheria. Naomba sana wale wote ambao wanahisi wanahitajia kupata haki hiyo, wakati ndio huu sasa hivi. Tusirudi nyuma, twende tukahangaike kupata haki yetu. Lazima uhangaikie haki. Na sisi serikali, viongozi wetu wamejitoa kabisa katika hili kwamba tutatoa msaada wa aina zote kwa makundi yote, walemavu, wenye mahitaji maalum, wote. Na hawa hasa makundi maalum wanapata shida sana wakati mwingine kunyimwa haki zao. Mlemavu unakwenda shule, hakuna sehemu za kumwezesha kuingia darasani. Anadai haki yake, ajengiwe vibaraza vya kupandia. Ni haki yake. Kwa hivyo kama unakosa fursa hiyo, mtoto wako hapati fursa hiyo, wakati ndio huu. Maafisa wetu wa msaada sheria wapo. Nishukuru sana idara zetu zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar kwa kujenga mashirikiano mazuri. Kwa dhati kabisa nimshukuru waziri mwenzangu wa Jamhuri ya Muungano Dr. Damas Ndumbaro. Jana tumezungumza na ameniomba radhi kwamba leo hawezi kufika hapa kwa sababu sote mimi na yeye tulialikwa leo tuwepo Dodoma kwa shughuli maalum ya Mama Samia. Lakini kwa sababu hili kwa ishapangwa, nikaona bora nifanye mimi hapa na yeye afanye huko Dodoma. Lakini shukuru kamleta naibu katibu mkuu. Nakushukuru sana naibu kwa kuja kwako hapa. Na mashirikiano haya naomba tuyaendeleze. Si katika Wizara ya Katiba na Sheria, katika wizara zetu zote. Kweli kuna mambo ya kimuungano, yako mambo ambayo si ya muungano. Lakini kushirikiana hakuna ubaya. Tukishirikiana vizuri tutaimarisha zaidi muungano wetu. Niendelee kusisitiza wananchi, hii ni fursa maalum. Masheha, nyinyi mnapata mitihani mingi huko. Na mara nyingi tunakulaumu nyinyi, hasa kwenye migogoro ya ardhi. Tunasema kwamba mnajiingiza kwenye migogoro hii. Sasa na wewe kama una tatizo hilo la kupata msaada wa kisheria, anapokuja mtu na tatizo lake, maafisa wetu wapo siku 9, na wewe nenda ukashiriki katika zoezi hili. Usingojee mpaka tumalize siku 9 alafu unakuja kuwatafuta. Watakuwepo siku zote, lakini hizi 9 maalum tumezitenga kwa ajili ya mkoa wa Kaskazini. Tufanye tutaloweza kufanya, tuhakikishe kwamba jambo hili tunalisimamia vizuri. Niendelee kushukuru viongozi wetu kwa kazi nzuri wanaofanya. Nimalizie kwa kushukuru sana na nimshukuru mkuu wa mkoa kwa kutuhimiza lile la mwisho. Tunakabiliwa na uchaguzi, tuhakikishe kwamba uchaguzi wetu unakuwa salama na amani. Amani yetu hii ndio itakayotuwezesha kupata haki zetu na mambo mengine yote yanayohusiana na mambo yetu mbalimbali yanatukabili. Ustawi wa wananchi wa Zanzibar katika nyanja ya haki, utawala bora na utumishi wa umma. Ninaomba kutumia nafasi hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa katika kushiriki maandalizi ya uzinduzi wa kampeni ya kisheria, na ni matarajio yetu kwamba ushirikiano huu utawezesha wananchi wengi kujitokeza kupata huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Wizara ya Katiba na Sheria imepewa dhamana ya kutekeleza majukumu ya serikali yanayohusu masuala ya katiba na sheria za nchini pamoja na masuala ya upatikanaji wa haki Tanzania bara. Vile vile tumekuwa tunaratibu utoaji wa huduma za msaada wa kisheria nchini kupitia sheria ya huduma za msaada wa kisheria sura ya 21. Na katika kuhakikisha wananchi wanaifaidi haki, wizara yetu kwa kushirikiana na wizara yako tulikuwa na mkakati kabambe wa utoaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi bure kabisa. Ushirikiano huu ndio umewezesha leo hii tunazindua kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Na Kaskazini, viongozi wetu wakuu wameamua kutuletea msaada huu bila ya malipo yoyote. Mkoa huu una changamoto nyingi, hasa kwenye migogoro ya ardhi, kwa sababu ya shughuli kubwa ya biashara ya utalii katika mkoa wetu. Kwa ardhi za hapa zina thamani kubwa sana, hivyo na migogoro nayo imekuwa mingi. Mheshimiwa Waziri, kupitia programu hii katika mkoa wetu, matarajio yetu itasaidia sana ofisi za wakuu wa mikoa, za wakuu wa wilaya na masheha kupunguza mrundiko wa malalamiko ambayo tunayapokea siku hadi siku.